Ifikapo mwishoni mwa mwaka, safari ama uhitaji wa safari huongezeka kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo safari za kifamilia, wakati mwingine mapumziko na likizo pia kwa wakati mwingine, lakini zipo pia sababu mbalimbali ambazo hupelekea hilo. Ikiwa kituo cha usafiri hupokea idadi kubwa ya watu inaposhuhudiwa mwishoni mwa mwaka na imezoeleka kwa kiasi kikubwa utaratibu huo, nini ambacho kinafanyika katika kusaidia kuleta ahueni katika safari ambazo zinafanyika kwenda mikoani na katika maeneo mbalimbali katika safari zinazofanywa wakati huu? Tutafahamu na kuzungumza hapa. Tumemwalika kutoka TABOA Mustafa Mwalongo ambaye ni ofisa habari. Karibu sana. Asante sana. Lakini sambamba naye pia tutazungumza na Salum Pazi ambaye ni mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano kutoka LATRA ambayo ni mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini, akiwa Dodoma. Habari za hapo na karibu sana. Asante sana, nashukuru. Naam, na pengine tuanzie kwako kwanza kufahamu kuhusiana na kile ambacho mnafanya katika udhibiti na ufuatiliaji wa safari ambazo zinafanyika wakati huo. Asante sana, nashukuru. Kwa kifupi sana, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini kama jina lake lilivyo ni taasisi ambayo ina jukumu la kutoa leseni na kusimamia masharti ya leseni, na pale inapobidi pengine kusitisha leseni au kufuta leseni za usafirishaji na majukumu mengine kwa ujumla. Lakini katika sekta hii ya usafiri na hususan usafiri wa abiria, kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka, tumekuwa tuna jukumu kubwa sana la kuangalia kwamba, kwa sababu uhitaji wa huduma ya usafiri unakuwa ni mkubwa kuliko vyombo vilivyopo, kwa sababu muda huu watu wengi wanahitaji kusafiri. Kwa tuna jukumu kubwa la kuangalia hali ya huduma iwe nzuri kwa mujibu wa sheria na kila mtu atimize wajibu wake na apate haki yake. Na kwa sababu hiyo sasa mamlaka imekuwa ikitengeneza miundombinu mbalimbali ikiwemo mifumo ya kisasa. Tunao mfumo wa kufuatilia mwenendo wa magari, yani VTS. Katika huo mfumo unatuwezesha kufuatilia mabasi yote yanayoenda mikoani na nchi jirani yalipo, hali za usalama, na kama kuna viashiria vyote vya changamoto basi tunaweza kuchukua hatua kwa wakati. Na kupitia mfumo huo tunawezesha wamiliki wa mabasi kuona mabasi yao, vile vile wenzetu wa jeshi la polisi, kosti ya usalama barabarani, wanakuwa wana uwezo wa kufuatilia na kuweza kujua hali ya mabasi na taarifa zote za kwa ujumla kama tunavyoona sisi. Na kwa upande wa madereva sasa ambao ndio waendeshaji wa mabasi yetu, nao mfumo wa kufuatilia mwenendo wa magari VTS una kitufe cha utambuzi wa dereva kinaitwa I button, ambacho hicho kitufe kinatuwezesha kufahamu nani sasa hivi anaendesha basi hilo, na kama ana changamoto yoyote tunaweza kuchukua hatua aidha za kumsaidia au za kiudhibiti ili kuweza kuhakikisha kwamba abiria wanasafiri kwa usalama. Kwa upande wa abiria sasa, ndani ya mabasi yetu kuna kitufe kinaitwa buzzer ambacho pia kinawezesha kutoa kiashirio kama dereva amefika ukomo wa mwendo. Kwa hiyo ukiwa ndani ya basi abiria, ukisikia sauti ya kama alamu inalia, ujue hapo dereva amefika ukomo wa mwendo, hataki kuendelea kuongeza mwendo. Na abiria pia anaweza akapaza sauti kumkemea dereva. Lakini upande mwingine tuna mfumo wa tiketi za mtandao unaitwa Safari Ticket, ambao mfumo huu unapatikana sasa hivi ukiwa na simu janja. Mtu yoyote anaweza kaudownload. Ukiingia Play Store au iOS kwenye simu za aina ya iPhone, basi utaandika tu Safari Ticket na itakuwezesha sasa kuweza kukata ticket za mabasi ya mikoani na nchi jirani, vile vile treni, hususan treni za SGR. Huo mfumo unakuwezesha kukata hizo ticket. Kwa hiyo kupitia huo mfumo unatusaidia sasa kuwasimamia watu wa huduma za mifumo ya tiketi za mtandao waweze kutimiza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Na hawa watu wa huduma jukumu lao kubwa ni kuhakikisha kwamba abiria wanapata tiketi zao na tiketi hizo zinakuwa kwa mujibu wa sheria, kwa maana ya kwamba zinakuwa zina taarifa sahihi za abiria na taarifa za safari, ikiwemo namba ya gari na ratiba ya basi litaondoka saa ngapi na linatarajiwa kufika saa ngapi linakwenda. Sasa kupitia hapo ndio tumekuwa na ndio. Naam, tutarejea kwako pia kusikia mwendelezo. Nasema kupitia
Sawa. Sawa, tutarejea kwako. Na hapo umegusia kuhusiana na masuala ya tiketi, tutafahamu pia, lakini kwa upande wa kwenu Tabora, na wasema ni kipindi cha neema kwenu wakati huu, abiria, kuna uhakika wa abiria kwenu, sio? Kwanza ni neema kweli au ni usumbufu? Sisi kwa sababu ni watu wa huduma bado hatujajua kama ni neema au ni usumbufu. Hamjajua kama ni neema? Bado hatujajua. Tunaamini kwamba ifikapo mwisho wa mwaka watu wengi wanasafiri kwenda makwao. Lakini mara hii imekuwa mapema zaidi, sio? Hapana, ni kawaida kwa sababu inawezekana ikaa miaka miwili wakachelewa, lakini mwaka mwingine wakawahi. Sio kwamba ikishafika mwezi wa 12 maana tayari ni mwisho wa mwaka. Tunatarajia kuona abiria walio wengi kila ifikapo mwisho wa mwaka. Kwa hiyo ni utaratibu wa Tanzania, ikifika mwisho wa mwaka kwa maana mwezi wa 12, haijalishi tarehe zipi, tunakuwa na abiria wengi wa kutosha. Sasa amegusia hapo kuhusiana na tiketi, na ipo mifumo ambayo imewekwa rasmi pia kwa ajili ya kuchukua tiketi. Mabasi yanaonekana mtandaoni yamejaa, lakini hali inakuwa tofauti, na kuna hili ambalo linaelezwa la ulanguzi wa tiketi. Kwenu mnafanyaje usimamizi huo wa tiketi ambazo mnauza moja kwa moja kwa wateja? Tiketi kama ulivyosema kwamba tiketi zinaonekana online kwamba zimejaa. Lakini ukiomba tiketi ya siku inayofuata huwezi kukosa nafasi. Ila kwa siku hiyo unaweza ukakosa nafasi, isipokuwa siku inayofuata au siku, kwa maana kama mtu unahitaji kusafiri saa 5 mchana, unaweza ukaomba tiketi ya kusafiri saa 9 usiku na ukapata. Isipokuwa tumekuwa na desturi ya Watanzania wengi kutokuwa na uvumilivu katika kipindi hiki. Mtu akitaka kusafiri siku hiyo, basi anataka kusafiri siku hiyo hiyo. Lakini kama akifanya subira siku ya pili au usiku kuamkia siku hiyo, anapata tiketi na anasafiri. Na si kwamba tulizidiwa sana na abiria, hapana. Tofauti na ile miaka ambayo treni haikuwepo. Mwaka huu tulikuwa na abiria wengi. Tumekuwa na abiria wengi kwa sababu mwaka jana tulikuwa tukilalamikia abiria kwa sababu ya treni ya SGR ilitupunguzia abiria. Hivyo zile gari ambazo zilikuwa zikienda ruti kwa mfano ya Dodoma au Morogoro ziliweza kwenda mikoa mingine kusaidia, na ikaonekana abiria ni wachache. Mwaka huu tumekuwa na magari mengi, watu waliokuwa wanajaa katika kituo asilimia kubwa walikuwa na tiketi. Na walikuwa na tiketi, isipokuwa waandishi wa habari walikuwa wakija pale wanaona kama abiria ni wengi, hawana tiketi, hawasafiri. Abiria anakata tiketi ya asubuhi, anaondoka saa 5 usiku. Kwa hiyo lazima awepo katika maeneo ya kituo mpaka saa 6 usiku. Lakini inaelezwa kuna baadhi ya tiketi ni kama zinauzwa kwa vificho, kwamba akienda kwenye basi anaambiwa tiketi zimejaa, lakini akienda kule kwenye ofisi ya tiketi, lakini akienda kwenye basi anaweza akapata kuuziwa kwa bei ama gharama ya juu. Hayo matukio yamekuwa machache sana mwaka huu, na nadhani huyu ndugu yangu Alatra atalisemea naye. Tumekuwa na matukio mengi miaka ya nyuma ya ulanguzi. Mwaka huu tumekuwa na matukio machache sana ya ulanguzi, na wapo vijana ambao sio waadilifu, hutuma wakina mama, wakina baba, watu ambao huwezi kuwadhania kwenda kukata tiketi kabla ya siku ya kusafiri. Unakata tiketi kama wasafiri kwa kuwalipa ujira mdogo, then tiketi hizo unazikuta zinauzwa sehemu zingine, na jeshi la polisi pamoja na mamlaka zingine kama manispaa, askari wa jiji wamekuwa wakihusika kuwakamata na kuwapeleka sehemu zinazotakiwa ili sheria ichukue mkondo wake. Lakini matukio hayo hatujawa nayo mengi. Kama nilivyosema hapo awali, miaka ya nyuma matukio kama hayo yalikuwa mengi sana, lakini mwaka huu hatujawa na kesi nyingi za ulanguzi kutokana na mamlaka zote kufanya katika nafasi zao. Sasa Pazi, tuambie sasa hivi hali ikoje? Niliona ukiwa unaambatana na mkurugenzi wa LATRA Suluo mkikamata watu ambao walikuwa wanafanya kinyume na utaratibu, walikuwa wanachaji hela nyingi zaidi za nauli kuliko zile ambazo zimepangwa. Sasa hivi hali ikoje na ni watu wangapi ambao
mpaka sasa hivi mmeshawashikilia? Asante sana, na kwa kweli kama alivyosema mwenzangu upande wa TABOA, mwaka huu kumekuwa na uchache wa matukio hayo ya ulanguzi wa tiketi, na hii ni kwa sababu tulianza mapema sisi kama mamlaka kwa kushirikiana na wasafirishaji. Tulianza mapema tangu mwezi wa 11 mwanzoni. Mwaka huu tumekuwa na kikosi maalum cha watu ambao wanafanya uchunguzi kupitia mfumo wa tiketi za mtandao, ambapo wataalamu wetu wanachunguza mifumo hiyo, na pale ambapo itaonekana kuna changamoto yoyote, aidha msafirishaji au mtu wa mifumo amekosea kwenye settings zake kwamba mabasi yanaonekana kwamba yamejaa, kiuhalisia pale stand basi halijajaa, basi wamekuwa wanachukua hatua, ikiwa ni pamoja na kuwakumbusha na kufuatilia, na pale ambapo inahitajika kuchukulia hatua za kiudhibiti au adhabu zimekuwa zikitolewa. Kwa hiyo kwa sababu tulianza mapema mpaka kuelekea sasa hichi kipindi ambacho abiria wamekuwa wengi, kwa kweli huduma zimekuwa ni nzuri, na kwa hilo tunabudi kuwapongeza wasafirishaji. Wamesafirisha abiria wengi sana, na kweli ule kipindi ambacho kulikuwa kuna abiria wengi pale, kwa mfano stendi ya Magufuli, tumekuwa tukiwafuatilia wale abiria wanakuwa wana tiketi zao, lakini wanasubiri muda wa kupanda basi. Na baadhi ya abiria ambao walikuwa na hiyo changamoto kwamba hawana elimu ya kutumia mifumo, ndio hao tulikuwa tuna changamoto jinsi ya kuwasaidia. Yaani unakuta abiria baadhi ambao wanakwenda stendi pale na pesa mkononi. Kwanza sisi tunasema usiende stendi na pesa mkononi. Kwa akienda na pesa mkononi ndio inasababisha sasa ule ulanguzi. Mtu anakuwa amenunua zile tiketi, au hata kama hajanunua anakuwa na tiketi za kwenye makaratasi ambazo hazikubaliki kwa mujibu wa sheria na kanuni za sasa hivi. Kwa anaandika pale taarifa za abiria, na pia analazimisha sasa kumuuzia kwa bei juu ya ile bei ambayo ni ya mwelekeo au bei elekezi kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo sasa ndio tumekuwa tukichukua hatua. Sawa, mmechukua hatua kwa watu wangapi? Kwa watu wangapi mpaka sasa hivi? Watu 5 mpaka sasa hivi wanashikiliwa, na taratibu zinaendelea za kuwapeleka mahakamani, lakini uchunguzi wetu na ukaguzi unaendelea. Sisi wenyewe tumetembelea barabara ya Morogoro mpaka mikoa ya Iringa, na sasa hivi tuko Dodoma. Hicho kikosi kinachoongozwa na mkurugenzi mkuu, lakini mikoa yote ukaguzi wetu huo unaendelea. Kwa hiyo wanaobainika wanaendelea kukamatwa na kuchukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Sasa na kikubwa sana hapo tunapenda hawa wanaofanya uwakala au wanaosaidia kukata tiketi kwa watu wa huduma wafahamu kwanza wanatakiwa wawe masajiliwa LATRA. Kwa hiyo yule ambaye tunamkuta anafanya huo uwakala bila kusajiliwa, nalo pia ni kosa kwa mujibu wa sheria, na tunawachukulia hatua. Na ndio maana nadhani sasa hivi kumekuwa kuna unafuu, lakini pia tunaendelea kutangaza, tunaelekea kipindi cha sikukuu za Christmas, hata abiria wakiongezeka, kwa sababu hali ya leo kwa mfano abiria sio wengi sana, lakini ikiongezeka huduma ya abiria wakijitokeza hao wajue tupo sambamba na wenzetu wa jeshi la polisi, na hatuna muhali kwenye kuwachukulia hatua. Kwa kweli tunaendelea na makali yale ili hiyo tabia iweze kuisha kabisa, na abiria tunawakumbusha wakati tiketi mapema na wakati kutoka kwenye mifumo. Sasa unazungumza SGR ambazo pia tunazisimamia kule, hakuna msongamano wa wapiga debe, kwa sababu abiria wanaoenda kwenye SGR wanaenda na tiketi zao. Sawa Pazi. Unazungumza sana kuhusu kukata tiketi kwenye mfumo. Unafahamu kwamba hivi karibuni kumekuwa na changamoto ya kimtandao na kumekuwa na malalamiko kwamba baadhi ya abiria wamekuwa kilalamika kwamba mtandao unakuwa ni mzito. Kwa hiyo hata kukata tiketi mtandaoni imekuwa ikiwawia vigumu. Kwa kweli hiyo changamoto sijaipata rasmi, kwa sababu unajua mfumo wa tiketi unafanya kazi saa 24. Sasa sitaki kuamini kwamba ina maana siku nzima labda alikuwa anajaribu mfumo unakuwa mzito. Hatujapata malalamiko kama hayo kiurasmi, labda kama ndio wewe unanijulisha hilo. Sawa, pengine mtafuatilia afu mtaona kama yana uhalisia ama la. Lakini kuna swala la bei, kuna swala la bei ya nauli. Kwa nini inatofautiana basi moja na basi jingine, na abiria mmoja na abiria mwingine? Unaweza mkapanda basi moja, huyu katozwa kiasi hiki, yule katozwa kiasi kingine. Kwa nini? Hiyo hairuhusiwi, kwa sababu bei zetu sisi elekezi zinaonyesha bei ya ukomo kwa daraja la kawaida na daraja la kati. Daraja la juu msafirishaji anaruhusiwa kutoza nauli vyovyote vile mradi watashindana kwenye soko la mauzo ya tiketi. Lakini sasa inapotokea ndani ya basi moja watu wamekuwa wametozwa nauli mbili tofauti, ndio ile tatizo lilikuwa naliongelea sasa hapa. Manake kuna mtu amefanya ulanguzi kwamba amekata tiketi ambayo haina taarifa za abiria husika na amelazimisha kumuuzia abiria mwingine. Sasa hapo ndio wakaguzi wetu wanapofanya kazi. Pamoja na jambo hilo, ni katika mambo ambayo wakaguzi wetu wanafanya kazi. Yaani unakagua kuona jina la abiria
ni lile ambalo lipo kwenye tiketi. Kama namba ya simu ya abiria ndio ile ambayo ipo kwenye tiketi, namba ya gari na taarifa nyingine nyingi. Na pale ambapo kuna changamoto ndio tunachukua hatua kwa wahusika. Katika mfumo huu wa ununuzi wa tiketi Pazi, unaruhusu mtu kununua tiketi na kujaza taarifa za wale ambao wanasafiri, lakini inaelezwa kuwa wakati mwingine mtu mmoja anaweza akanunua hata tiketi 10 au zaidi, na zote akajaza tu taarifa za mtu mmoja. Hiyo sasa ndio kitu ambacho tunakifuatilia, na hicho kikosi chetu kinachosema kinafuatilia kimekuwa kikikagua namna hiyo, kwa sababu tuna mfumo. Mimi nikifika au afisa wetu akifika kwenye basi ana uwezo wa kuchapa au kuprint orodha ya abiria wote ambao wapo kwenye basi husika. Kwa hiyo tunaweza kuona kama umeweka majina ambayo ni ya kughushi, ni rahisi sana kugundua. Lakini pia tunavokagua ndani ya basi tunaangalia majina ya watu na taarifa za kwenye tiketi. Sasa. Na hiyo ndio imetusaidia kupunguza hiyo changamoto. Kwa kweli huduma zimeenda vizuri sana kipindi hiki tulichokagua, na hawa watu wachache ambao wamebainika na tunaendelea kukagua ndio hawa wanachukuliwa hatua. Naam. Sasa turudi pale kwenye bei. Nilikuuliza ukasema bei zinatofautiana na madaraja. Mtu mwenye ambaye basi lake ni daraja la juu ukasema kwamba anaruhusiwa kutoza kiasi chochote. Sasa tunatamani kujua vigezo vipi ambavyo vinatumika kusema hili ni basi daraja la juu, kwa sababu tumeona kila sasa hivi mabasi mengi tu wanasema ni luxury, yani ni basi la daraja la juu, lakini ukiangalia basi lenyewe unaona kabisa hapa nimepigwa hapa. Sasa je, mnaangalia kujihakikishia kwamba kweli hawa wanaoyaita mabasi yao ni mabasi ya daraja la juu na kutoza nauli kama wanavyotaka, kama walivyosema hapo, inafanyika hivyo inavyotakiwa? Hilo ni moja. Kila pili, kwa nini mmeweka kwamba mtu aamue nauli atakayo chaji kwa daraja la juu? Kwa nini LATRA mkuona kuna sababu ya kuweka kikomo hata kama mtu ni daraja la juu kwamba nauli kutoka moja kwenda nyingine ijulikane ni kiasi fulani? Asante Good, hilo ni swali zuri sana na naomba nilijibu kama ifuatavyo. Kwa mujibu wa sheria yetu ya LATRA, tuna jukumu la kulinda maslahi ya mtumia huduma mwenye kipato cha chini, ikiwa ni pamoja na makundi maalum, lakini pia tuna jukumu la kulinda maslahi ya mtoa huduma mwenye ufanisi. Kwa hiyo ili kuweza kutekeleza majukumu yote hayo mawili, tumeweka madaraja ili kutofautisha watu wanaotumia huduma. Mtu mwenye kipato cha chini tumemwekea nauli elekezi, kwa maana kwamba kwa mfano kwa daraja la kawaida tunasema nauli haitakiwi kuzidi kiasi kadhaa, ambayo inakuwa ni gharama ya chini, na ile basi ni yale mabasi ambayo unakuta mnakaa upande mmoja watu watatu, upande mwingine watu wawili, 3 kwa 2. Lakini kwa hiyo ni kigezo cha haraka haraka, tuna mengi unakuta hayana kiyoyozi. Lakini kuna daraja la kati pia ambao tunawapangia nauli, ambao hao sasa tuna mabasi ambayo yanakuwa yanakaa wawili kwa wawili, 2 by 2 maarufu kama kwa jina hilo, lakini pia yanakuwa na huduma ya kiyoyozi na yanakuwa yana TV zaidi ya moja. Okay. Hiyo daraja la kati. Lakini sasa kuna daraja la juu ambalo lenyewe hatulipangie nauli. Lengo la hili daraja ni kulinda watu wa huduma wenye ufanisi. Tunafahamu kwamba wateja wetu au abiria wana viwango tofauti vya vipato. Kwa hiyo kuna mtu ana pesa zake, kwanza upande wa uwekezaji tunamruhusu aweze kutoza anazotaka ili aweze kurudisha pesa yake. Kwa mfano sasa hivi unaona kuna mabasi ya kisasa yana huduma ya maliwato ndani, yana huduma za internet, yana huduma ya vingamuzi vya TV na vitu vingine ambavyo ubunifu wa msafirishaji yeye sasa tumemruhusu aweke hivyo. Anapoweka hebu tuone taratibu basi. Tuone taratibu. Ulitueleza kuhusu vigezo ya daraja la chini na la kati. Daraja la juu, hebu tuambie hapo, daraja la juu linatakiwa liweje? Daraja la juu tumeweka vigezo vya chini, yani angalau basi likiwa na nafasi ya kuanzia sentimita 60 kutoka kiti kimoja mpaka kiti kingine. Hicho kiti kiwe na uwezo wa mtu kustarehe, kwa maana ya kubadilisha mkao, kwamba anaweza kalaza kiti, akasogeza kiti, akanyosha miguu, akawa sehemu ya kuweka miguu yake. Pia inatakiwa iwe na huduma kama hivyo nilivyosema, zingine unakuta kuna kiti kimoja kwa viwili, lakini kikubwa ni kwamba angalau kuwe na umbali huo ambao nilosema kati ya kiti kimoja hadi kingine. Lakini pia tunaruhusu sasa huduma za ziada, kwa mfano huduma za internet kwa maana ya wifi, huduma ya chakula unaweza kawekewa na huduma nyingine, kwa ili kuruhusu wasafirishaji waweke huduma
zenye ubunifu aina tofauti. Sasa unaposema inaweza ni kwamba ni chaguo ama mmeweka ni masharti? Yaani ninachomaanisha hapa ni kwamba kuna vigezo ambavyo ukikidhi tunaliita ni daraja la luxury, daraja la juu. Halafu sasa kwa sababu watoa huduma wako wengi wanaotoa huduma za mabasi, wewe msafiri utaweza kuchagua unasafiri kwa basi lipi katika mabasi ambayo yamekidhi angalau vigezo. Kwa mfano, ukiwa na basi lina siti 2 kwa 2 lenye sifa ya semi luxury, hatutakuruhusu ujipangie mwenyewe nauli. Na ndio hapo sasa sisi tunavotoa na leseni tunatoa kwa mujibu wa daraja husika baada ya kulikagua lile basi. Si kama hapo umenielewa kwanza, tusichanganyane. Sawa sawa, endelea. Kwa hiyo maana yake hata leo anaweza mtu wa huduma akabuni basi. Siku hizi unafahamu watu wa huduma wanaenda nchi ambazo zinatengeza magari kuweka mahitaji yao. Anaweza katengeza basi ambalo linabeba abiria 5 tu. Mle ndani labda kuna huduma hata ya saluni, sijui kuna huduma nini, vyovyote hata huduma ya kulala. Ikasema kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma nauli 200,000. Huyo tunamwachia afanye ubunifu wake, lakini tukimwambia mwisho 60,000 kwenda Dodoma, hawezi kuweka ubunifu zaidi. Kwa ndio maana tunasema tunawalinda watu wa huduma wenye ufanisi. Sawa sawa. Na ndio maana sasa hivi kuna mabasi ambayo ukipanda hakuna tofauti kubwa na ndege. Sawa. Sawa sawa. Na ndio maana tunawapa huo uhuru wa kuweka ubunifu wao. Ndege ya ardhini au sio? Sawa sawa basi. Tutakuja hapo. Sasa unajua hivi vitu Hilda, mambo kwa ushahidi, mambo kwa ushahidi. Twende pale kwenye kituo cha mabasi tuone yanayozungumzwa yaliomo yamo, yanayoendelea pale ni mambo gani hasa. Kwa sababu hapa tunazungumza tukiwa studio na vitu kama hivyo. Twende pale kwenye kituo cha John Magufuli kilichopo Mbezi Luis, Dar es Salaam, ambapo mwenzetu Jafari Mponda yuko pale kutuonyesha hali halisi na nini kinaendelea. Jeff, habari za hapo na karibu endelee. Asante wenzangu studio. Ni katika stendi ya mabasi yaendayo mikoani na nje ya nchi. Magufuli hapa Dar es Salaam ndipo nilipo kwa wakati huu. Kubwa zaidi katika sikukuu za mwisho wa mwaka kumekuwa na ongezeko la idadi ya wasafiri wanaosafiri kuelekea maeneo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi. Kubwa zaidi ni kuzungumza na abiria kuona ni kwa namna gani wameweza kupata fursa ya kupata tiketi pengine na kuianza safari katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Karibu ongozane nami na tuyasikie mengi kutoka kwao kwa ujumla. Kama ilivyokuwa ada, abiria tayari kuzungumza nami hapa. Habari yako kaka? Safi. Ndio, unaitwa nani bwana? Naitwa Mr. Adam Ibrahim. Adam, unatokea wapi Dar es Salaam hii? Natokea Kigogo Fresh. Okay, safari yako ni Morogoro bila shaka. Naam. Kwa upande wako vipi safari hii ndani ya mwisho huu wa mwaka? Safari ni nzuri, tunasafiri kibiashara. Umepata adha yoyote katika upatikanaji wa tiketi? Hapana, hakuna adha. Hakuna changamoto yoyote, tunashukuru. Ila salamu zako katika kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka. Salamu kwa Azam TV. Salamu zako kwa ujumla yani kuhusu kuelekea mwisho wa mwaka, sikukuu za mwisho wa mwaka. Yaani salamu nazipeleka Azam TV. Ndugu, jamaa, marafiki. Mimi nasalimia tu ndugu, nashukuru. Naam. Brother vipi? Safi ya Uko poa? Niko poa kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Fadhili. Fadhili Flowin. Okay, Fadhili unasafiri kuelekea wapi? Naelekea Morogoro. Okay, sawa. Vipi, mbona ndani ya mwisho wa mwaka? Ni sikukuu tu, naenda kutembelea jamaa, marafiki au biashara? Hapana, ni majukumu tu ya kikazi. Ya, majukumu ya kikazi ndio yananipeleka Morogoro. Okay, vema sana bwana. Zipi salamu zako kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka? Watu wawe tu makini, wazingatie usalama binafsi wa familia na maisha kwa ujumla. Asante sana. Ndio, shukrani sana. Okay, unaitwa nani bwana? Meja. Naam? Meja nani? Meja Simba. Meja unasoma shule gani? Baba Mwinyi Sekondari. Naona likizo, si ndio? Ndio. Morogoro unaenda kwa nani? Kwa mama. Okay. Unasafiri na nani? Nipo na baba na dada. Baba? Na dada. Yuko wapi baba? Nipo dereva kule. Dereva kumbe ndo baba. Ndio. Vizuri sana. Hebu niambie basi, unategemea nini katika likizo yako? Tegemea nitaenda kusoma huko. Tafurahi. Okay. Sawa. Unaitwa nani mama? Naitwa Asia Simba. Naam, Asia Simba, unasafiri kuelekea Morogoro? Okay. Vipi kwa upande wako, umepata ticket? Ndio, nimepata. Ilikuwa rahisi kiasi gani kupata ticket? Sio rahisi sana, lakini Mungu amesaidia, nimepata ticket. Kwa nini kulikuwa na uzito?
kwa sababu gari ilikuwa inaondoka, yani muda ulikuwa ni saa 11. Kwa kutoka Tandika mpaka kufika hapa kupata tiketi ilikuwa sio rahisi sana, kwa sababu usafiri unasumbua kidogo. Morogoro kwa nani? Morogoro ni kwa babangu. Naomba nini baba saizi wakati upo ndani ya basi tayari kwa safari? Namwambia nisubirie maana inakaribia kufika. Asante. Safari njema. Nashukuru. Na bado tunazungumza na abiria. Habari yako? Salama baba. Unaitwa nani? Naitwa Sikudhani Frederick Mbilini. Naam, Sikudhani, upo katika kituo cha mabasi yaendayo mikoani Mbezi hapa Magufuli. Mbona bado hujaingia kwenye basi? Kuna shida yoyote? Hamna shida, nasubiri muda tu niingie kwenye gari. Nishakata tiketi kuanzia jana. Tiketi yako ulikata jana? Maana jana nilikosa gari. Okay. Hali unaionaje kwa ujumla japokuwa jana ulikosa tiketi? Leo watu wamepungua na hali ni nzuri na magari hapo. Abiria wakati wote mpaka muda huu akija hakosi usafiri. Hakosi. Jana kwa nini watu walikuwa wengi? Sijajua, magari yalikuwa kidogo. Unawaambia nini basi abiria wenzako ambao wanataraji kusafiri katika mwisho huu wa mwaka? Nawaambia tu wasafiri kwa amani, hali iko shwari na magari hapo. Safari ni nzuri, hamna shida yoyote, wasisikie mitaani kuwa eti usafiri mgumu, hapana. Magari hapo mengi tu ya kutosha. Sasa, ngoja niambie unaenda wapi? Ninaenda mkoa wa Tanga, wilaya ya Lushoto. Sasa, huyu mwanao? Mwanangu. Anaitwa nani? Anaitwa Faisal. Basi kwa naongea naye mwenyewe. Faisal, mambo vipi? Poa. Faisal nani? Faisal Saidi Kasimwenda. Nikajua Faisal Salum bwana, Zanzibar Finest. Unamjua? Nani huyo Zanzibar Finest? Faisal Salum. Vizuri sana. Unaona safiri na mama? Unaenda kumtembelea nani? Bibi. Unamwambia nini bibi kule wakati huu ambapo anakutazama kwenye TV? Naambia hivi. Okay. Naambia hivi bibi, itayarishe kunipokea. Asante. Okay, nawatakia safari njema. Amina. Asante. Mmoja kati ya wasafirishaji kwa maana ya kwamba anayetoa huduma ya usafiri tunaye hapa, naye atuambie kwa ujumla hali ya usafiri ipoje katika kipindi hiki. Habari yako? Safi, mambo vipi bwana? Njema sana. Unaitwa nani? Mimi ndo bwana Kimicha Moya Mhina. Kimicha, basi yako inaelekea wapi? Inaelekea Tanga, Maramba, Daruni. Okay, vema sana. Hali ya usafiri ipoje ndani ya kipindi hiki cha mwisho wa mwaka? Baba, niongee tu ukweli kwamba shida moja ya abiria kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 walishapata taarifa huko mitaani huko. Wakaamua kwa magari yote mwisho tarehe 5. Kwa hiyo kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 3 hadi tarehe 4 tarehe 5 kulikuwa kuna shida sana usafiri. Abiria walikuja kwa wingi sana. Lakini kuanzia tarehe 6 usafiri umekuwa ni wa kawaida. Hakuna kero yote ya abiria na mpaka una magari ya kutupu. Japokuwa kuna baadhi ya wamiliki wa mabasi washaanza kuzuia mabasi yao kwa hofu. Na mimi pia ni mmoja wapo, mabasi yangu kutoka Tanga kuja huko leo hayatakuja. Lakini kwa leo hali ya usafiri ni shwari kama tunavyoona kwamba mkija muda wote mtu anasafiri. Ni shwari sana. Huu usafiri wa 24 hours umepunguza sana msongamano. Sababu muda wote usafiri upo. Unakokwenda usafiri upo. Hii imesaidia sana. Pongezi kubwa zenu kwa jeshi la usalama barabarani, linajitahidi sana. Sana tena sana. Okay, nawatakia safari njema. Amina. Naam, katika stendi hii ya mabasi yaendayo mikoani na nje ya nchi Magufuli tunakutana na meneja msimamizi wa stendi hii tayari kutupa maoni yake na hali halisi ilivyo katika stendi hii hasa katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Naam, meneja, habari? Salama. Ndio. Kwa majina naitwa Isaac Jairos Kasebo, ni meneja wa kituo cha mabasi Magufuli. Kwa sasa hivi hali ya usafiri iko vizuri, iko shwari. Usafiri, abiria wanapata gari zao walizozibook kwa maana ya kukata tiketi na wanaondoka. Namba kubwa ya abiria imepungua ukifananisha kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 5 ambapo shule nyingi zilifungwa, lakini pia baada ya kuwa na namba kubwa ya abiria mamlaka zilichukua hatua kwa maana ya kuruhusu magari binafsi kupata vibali vya muda ili waweze kupunguza population ya abiria. Kwa hizo hatua zimesababisha kwanza
kuongeza idadi kubwa ya abiria, lakini pia hatua zilizochukuliwa na serikali kwa maana ya mamlaka za usafirishaji kutoa vibali kwa mabasi na wamiliki wa magari binafsi kusafirisha watu imepelekea population ya namba ya abiria kupungua. Kwa sasa hivi tunaendelea kutoa huduma kama kawaida na kuhakikisha abiria wetu wanapata na wanasafiri kwa utulivu bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Wito wako sasa kwa abiria lakini hata wamiliki wa mabasi katika kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka? Wito wangu wamiliki wa mabasi wahakikishe wanakaa kwenye mfumo sahihi wa kutoa huduma, kwa maana abiria wao wote wawaelekeze wakate tiketi mtandaoni, lakini pia wasipandishe gharama za usafirishaji kwa sababu ya namba kubwa ya abiria. Wasitumie advantage hiyo. Lakini pia sisi kama kituo tunawashauri abiria wafike ofisi za tiketi ambazo ziko floor namba 2 jengo la abiria kituo cha mabasi Magufuli, ili waweze kupata tiketi kwa wahudumu sahihi. Waepuke kukata tiketi nje ya stendi, nje ya ofisi. Tiketi nyingi zinazokatiwa nje ya stendi ndizo tiketi watu wanavyolalamika kwamba wameibiwa, hasa watu wanaokatia Mbagara, Shekilango na maeneo mengine yanayozunguka kituo, ndio wanaoibiwa na kusumbuliwa sana wanapofika stendi. Meneja, nakushukuru sana na kutakia kazi njema. Asante sana, karibuni sana. Asante sana. Basi kwa uchache ni hayo kutoka katika kituo hiki cha mabasi au stendi hii ya mabasi yaendayo mikoani na nje ya nchi Magufuli, ambapo usafiri wa mabasi ungali ukiendelea, na kwa siku ya leo hali imekuwa shwari kabisa, kwa maana ya kwamba abiria waliopo ni wachache na vyombo vya usafiri pia, kwa maana mabasi yapo yakiendelea kutoa huduma. Na sababu za siku zilizopita kuwa na abiria wengi tumezisikia pia wenzangu hapo studio, kwa muendelezo wa yale ambayo yanajiri wakati huu wa Morning Trumpet, hasa kwa hoja hii ambayo inaendelea. Naam, shukran sana Jeff, na sababu zimekuwa zikitajwa kadha wa kadha tofauti za safari. Kwa bwana, watu mbona wanaondoka bwana, wanatuachia Dar es Salaam. Lakini ndio hivyo, kila mtu ana sababu yake ya msingi ya kufanya hivyo. Bado tunaye hapa Mustafa. Mwisho wa mwaka. Mwisho wa mwaka. Na mfikiri tubaki na hiyo. Ni mapumziko ya mwisho wa mwaka. Yes. Na hapo tumesikia kwa upande wa hali ya usafiri, lakini pengine Tabua pia mtuambie hasa kwa bei kutofautiana katika misimu tofauti. Inasemekana kwamba mnapandisha nauli wakati wa mwisho wa mwaka tofauti na nyakati nyingine. Kwa nini? Mara nyingi huwa hatupandishi nauli, isipokuwa kipindi cha low season huwa tunakaimisha madaraka kwa makondakta, kwa maana biashara huwa inakuwa ngumu kipindi cha low season. Hivyo kama unaenda Arusha, unaweza ukapanda gari ya kwenda Arusha kwa shilingi 25,000, kwa 30,000, 35, kwa gari ambayo inachajiwa let's say nauli elekezi labda 40,000. Lakini unaweza ukapanda kwa 25,000. Ila ikifika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka, hakuna kampuni ambayo ina bageni, kwa maana tunachukua nauli elekezi. Sasa kwa abiria wale waliosafiri kipindi cha low season, akija kipindi hiki anaweza kuona kama nauli zimepanda, ila nauli huwa zipande. Mchakato wa upandishaji nauli kidogo ni mrefu mpaka kufikia kupandisha nauli. Wenzetu wa LATRA mwisho wa mwaka huwa wanatia nanga pale kituo cha Magufuli kwa ajili ya kuhakikisha hilo halitokei. Na sisi wenyewe ni mabalozi wazuri, kwa maana unajua unaweza ukaharibu biashara yako kipindi cha mwezi wa 12, then mwaka mzima ukapata shida ya kupakia abiria, kwa sababu utakuwa unawakimbiza wateja. Na sisi hapa tunajaribu kuboresha huduma zetu ili kutengeneza biashara yetu kupata wateja waliokuwa wengi. Kwa mna bageni mnashusha nauli lakini hampandishi. Kipindi cha low season. Sasa hivi akija sasa hivi tunatumia nauli elekezi. Unajua kipindi cha sisi kufanya biashara ni kichache sana katika mwaka. Ni vipindi gani hivyo? Sisi tunafanya biashara mwezi wa 12 mpaka tarehe 15 wa mwezi wa kwanza. Utakuja mwezi wa 4 wiki 2, utakuja mwezi wa 6 wiki 1, mwezi wa 7 wiki 1 na mwezi wa 12. Okay. Hizi siku zingine zote tunafanya biashara ngumu sana. Sasa tumalizie na Salum Paz. Salum, unalipa la kuambia abiria wanaosafiri wakati huu, hasa kuhusu changamoto ambazo zinajitokeza na changamoto za uhaba wa magari
bei. Magari yapo. Tumesikia wakizungumza kuhusiana na changamoto za uhaba wa magari. Simuona kuna mtu amekosa gari jana, imebidi aje akate tiketi kwa leo. Kwa hiyo changamoto kama hizo zimekuwa zikizungumzwa na abiria. Sasa nyinyi mnazishughulikiaje kwa kumalizia? Asante sana, nashukuru. Tunazishughulikia changamoto kwanza kwa kuwahimiza abiria kutumia mifumo yetu. Kwa mfano mfumo wa safari ticket ambapo mabasi yote tunaweka kwenye chungo kimoja. Kwa hiyo abiria akitumia huo mfumo inamsaidia sana kujiepusha na changamoto. Hata kama wewe abiria hauna simu janja, unaweza kumwomba mtu mwingine mwenye simu janja aweze kukusaidia kukata ticket ili ukienda stendi uende ukapande basi, sio uende kukata ticket. Hicho cha kwanza kikubwa sana. Cha pili, kwa changamoto zote ambazo wanazipata, wajue namba yetu ya bure ambayo tunaweza kupokea hizo changamoto na kuzifanyia kazi. Kwa bahati nzuri LATRA tuna ofisi mikoa yote Tanzania bara na baadhi ya wilaya na vituo mbalimbali tumeviongeza ili kuweza kuwafikishia huduma abiria wetu. Namba yetu ni 0800 11 0019 au 0800 11 0020. Ukipiga simu tutaweza kuangalia changamoto yako na tutaweza kukushauri au kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Na vile vile kuhusiana na inapotokea upungufu wa magari, sisi huwa tunafanya kazi nzuri sana ya kuongeza magari kwa kutoa leseni za muda mfupi, ambazo mpaka sasa hivi tumeshatoa leseni za muda mfupi kwa magari 72 kwa Tanzania nzima, na yamesaidia kupunguza hiyo changamoto. Lakini kwa abiria anayepanga safari yake mapema, hiyo changamoto wala haitomsumbua. Shukrani sana Salum Pazi, asante sana kwa kuzungumza nasi na kushukuru na nikutakia majukumu mema. Lakini pia tunakushukuru Mustafa kwa niaba ya TABOA. Tunatakia kila la heri katika kuendelea kuwahudumia abiria. Tunakamilisha hivyo tukizungumza hali ya usafiri wakati huu ambapo safari zimekuwa nyingi za mapumziko ya mwisho wa mwaka.